Baadhi ya taarifa moja ambayo tumeipokea hii leo ni kwamba mtu mmoja amefyatuliwa risasi na jeshi la Makanakipa Uvira, na watu wana wasiwasi kulingana na vita vilivyoendelea na maswali mengi kujiuliza, vipi, kwa sababu gani vita tena vimesimama na lini vitaanza na kwa sababu ipi? Yote yatakuja katika habari hii ya leo. Kwa hiyo usikose kuungana na mimi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Mradi utaenda kunivumilia kwa sababu afya yangu kutoka jana niliwataarifu kwamba sio nzuri sana. Kwa hiyo kulingana na hilo utakwenda kuwa mvumilivu. Asante. Na nianze tu kwa kuwaongea kwa sababu ya taarifa ambazo zimekuja hii leo kwamba jeshi la Makanaki na duru zetu ziliopo hapo Uvira zimetuambia kwamba zimefyatuliana risasi kijana mmoja ambaye ni mwendesha pikipiki wakiwa kwenye mgahawa, na kama kwenye unavyomuona kwenye mkono wake helmet ya kuonyesha au kuashiria kwamba huyu kijana kwa kweli ni mchapakazi wa bodaboda ipo kwenye mikono yake. Tunataka tu kuambia Wafuliru waliochukua silaha kwa sababu ya kutetelea raia ya nchi yake. Wafuliru, tunasema kwa Wafuliru, wazalendo, VDP, Wafuliru, sheria haiko kwa sababu ulichukua silaha kwamba hauwezi kufanya ligala au ubishi na mtu. Si kwa sababu ya ubishi tu moyo wako unauzika kama Mnyarwanda, asira ya hiyo silaha yako unapiga ndugu yako ambao wewe umechukulia silaha. Kitendo cha mtu kupiga mtu risasi bila sababu, tena mtu wetu ambao na yeye kesho atasirika, atakuwa mzalendo kama wewe, maana wewe ni mzalendo, ulisirika tu kama na yeye anaweza akasirika tu na anachukua silaha na anakuwa mzalendo. Kulikuwa montari moja Beni kule, alikuwa anawapelekea wanajeshi vifaa, anawapelekea chakula, afa anakuwa anasema sana, alikuwa communicateur mpaka alikia kufinire kukuwa mzalendo. Aliuzika kama na wewe uliuzika au kuitwa uliuzika. Sasa kuna wale ambao hawakuuzika, waliingia kwa sababu ya kujionyesha, kama wazalendo wa Uvira. Wazalendo wa Uvira waliingia kwa sababu ya kujionyesha kwenye wanawake. Tumesema hivyo tangu juzi. Uvira hawaendagi kuvita. Uvira wapiganaki. Vita vikikuja wanavuka Burundi. Na tuliambia hizi audio mzisambaze kwa government ya Burundi, wasio wanawapokea watoto wa Uvira wakati vita vinakuja, wanakimbia kwao. Wanawafukuza. Walienda kuacha silaha Burundi. Wanakuja mikono mitupu, wanapewa silaha, wanaanza kuuana wenyewe kwa wenyewe. Hii tabia ni ya watu Manyema, wa Manyema kule. Kulikuwa sijui mtu gani ambao yuko Manyema, anaita kama kama vitu gani vile. Kwenye mwaka wa 2000 na 12 na 18 hivi. 19, 18, 12. Alikuwa na zoezi ya kufika sokoni, anapora watu, anaua raia yake. Eliezer Tambwe kwenye vikao vya bunge akasema kwamba muwe kama ya Kutumba kule Fizi, alichukua silaha miaka yote. Wakina Dunia walichukuaga silaha miaka yote. Wao si kwa sababu tena ya kunyanyasa raia yake, bali walichukua silaha kwa sababu ya kuikinga raia. Kama hamna kumbukumbu, mimi waga kumbukumbu zangu hazisahau. Akasema kabisa kwa Assemblée Nationale kwamba wazalendo wa Kibembe walichukua silaha kwa sababu ya kutetelea raia. Hakuna Mbembe ambaye anaweza akafyatulia mwenzake risasi. Hayupo. Kwamba Mbembe anachukua silaha anaua mwenzake. Kweli wanasozanaga. Tunawasikia wanasozana, watu wanakaa chini, wazee wetu wanafika wanawakonseye, hapana msifanye vile. Msifanye vile, ni mbaya. Sisi ni Wabembe, mnaona sisi ndio tulianza uzalendo toka mbavu moya, lazima hawa wengine watufuate. Sasa kiburi ya Wafuleru. Wao wanafikiria wao ndio walianza huu uzalendo. Ndio wanakuja na kiburi wajionyeshe, inakuwa kama vile mtu ambaye alikuwa havai, alikununua suti, anaonekana yeye ndo anavaa sana, anataka ajionyeshe kila mtu amuone. Wanazo hata 10, 12, 15 hizo suti na hawajionyeshe. Sasa nyinyi Wafuleru tulieni. Huu ukombozi wa nchi ni kila mtu akiuzika anaingia. Sio kwa sisi kwa sisi kupigana. Vitendo kama hivyo vilijiri sana hapo Uvira. Kila mtu kujitapa. Oh, ananinyang'anya mabunduki. Oh, hivi na hivi Makanaki ananifanya hivi. Oh, sijui Makanaki na anasema ule Kumeta ananifanya hivi. Nyinyi tu. Kwa nini mnakuaga hivyo?
Na ndo watu wengine wanasema mubembe tamonaga muzuba, akili ndogo. Huyu ambaye aoneki mzuba ndo mwenye anakufanya wewe unaishi. Ni Tete Mubembe katika ulinzi wa nchi toka miaka yote. Kama hii nchi tulishanyang'anywa na Wanyarwanda na kama tuko watumwa kama sehemu zingine. Lakini shukrani tu hakuna. Sasa tunaona vitendo jinsi tunachangana tu. Wazalendo wa Kifulero wanafujo kamba nyingi wao. Kama Makamba wanauana watu hapa ni wao. Hawasikilizi wakubwa ni wao. Yaani ni kama vile wachunga ng'ombe tu wamepewa silaha, hawajui kuzimiliki hizo silaha. Mtatusamee kwa kusema hivi, sio Wafulero wote. Baadhi ya Wafulero. Wale ambao wameingia hawasikilizi wazee wao wanawaambia nini. Wanaingia kwanza wanakunywa pombe sana, kupiga masasi bila tatizo, bila kuuliza. Yaani wewe wakishalewa tu ana haki ya kupiga masasi kama akili hazipo. Jamani, hii kazi hatuifanyi kwa kubahatisha. Tunaifanya sababu tunaijua, tulifunzwa na wazee. Sisi tunaijua sana kazi ya kupiga risasi na sababu ya kushika silaha. Sio kushika silaha kwa sababu tena ya kufyatulia ndugu yako. Wapi ushasikia Mbembe anamfyatulia mtu risasi, ndugu yake yupo sokoni tu, yupo barabarani, piu anampiga. Hizo ndo sifa zetu sisi. Igeni kwetu. JKK ni kujifunza kutoka kwangu. Igeni mambo mazuri kutoka kwetu sisi kabila ya Kibembe. Chunga raia yako, chunga raia ya mtu mwingine. Kama unaonaga sisi hatuweki makamba kule. Hatuweki kamba kwa sababu sisi tunaingia kwa sababu ya kutetelea hii raia ambayo imesumbuliwa muda mrefu. Sasa nyinyi huku Fizi tu mnakujaga kutia kamba, mnajionyesha. Yaani nyinyi ni kujionyesha tu mpaka mnaanza kuuana tena. Iwe kitendo cha kwanza na mwisho. Na tunaomba komite ya VDP, wazalendo, vijana wazalendo, wazee wa wazalendo kuchukua hatua kwa sababu ya huyu mtu aliyefyatuliana risasi. Awe kamanda, awe nani, aende Kinshasa. Ndio tutasikia mnatufanyia kazi nzuri ambayo sisi inatufurahisha sisi raia. Ni kwamba basi kumbe mtu akipigana risasi yeye ya kwake anaishia hapo. Sio kwamba mnamchukua mnamweka hapo afu kesho tena tunamuona. Awe nani? Najua kwamba mko na anere ya VDP pamoja na serikali inaambatana na kufanya kazi. Fanyeni uchunguzi wenu kadri mlivyofunzwa, mjue aliyepiga risasi ndani, kwa sababu hapo ni mchana sio usiku. Aliyepigana risasi anajulikana vizuri tu, na trupe yenyewe ni ya nani mnajulikana, na mwenye trupe na yeye wafungwe ili uwe fundisho kwa watu wengine. Hiyo tunaiomba kwa kuu viongozi wa VDP wafanye hiyo kazi haraka iwezekanavyo, kwa sababu sheria ifanye mkondo wake. Asiwe mtu tu analewa ana haki ya kupiga mtu mwingine risasi, anamuondolea maisha. Mtu alikuwa na familia yake anaiacha. Kwa hiyo hiyo ndio taarifa ya leo tarehe 21 mwezi wa 3 mwaka wa 2026. Taarifa nyingine ni kwamba watu wanaoji kwa sababu gani watu hawapigani, maswali mengi. Sababu zilioko ni kwamba serikali ina mipango yake na inafanya vita vya risasi na vita vya diplomasia. Kwa sababu ya hiyo walisimamisha vita kwa muda tu ili kuhakikisha kwamba serikali ya Rwanda iondoe wanajeshi wake kwa hiari yake, na wasipofanya hivyo vita vitaanza tena, vitaanza vyenyewe hawajawahi kuviona. Juu chini watapigwa sasa na serikali zote. Serikali ya Angola imeshaingiza wanajeshi, serikali ya Tanzania itaingiza wanajeshi, serikali ya Burundi itaingiza wanajeshi, na Marekani ipo sasa. Watapigwa sasa na Wakongomani wazalendo kwa sababu ya kutokusikia. Nchi au maziwa makuu inatakiwa iwe na amani. Watu wao wanatembea kama zamani. Sisi raia wa kawaida tu tunafanya biashara kama zamani. Lakini kwa sababu ya kainchi kadogo ka Rwanda, vitu vyote vinaharibika. Usalama mdogo kwenye maziwa makuu, kanda ya maziwa makuu inaharibika. Watu hawezi kwenda Uganda kwa kawaida kama zamani. Watu hawezi kwenda Rwanda, Rwanda hawezi kuja Kongo, Burundi hawezi enda Rwanda kwa sababu ya nchi ndogo tu ambayo wao wanatumia maslahi ya wazungu. Wanataka tu wazungu ndo waishi vizuri, wao waishi kwa sababu ya uwizi wa mali za Kongo. Kwa hiyo hicho kitu Felix Antoine Tshisekedi amekipinga, amekataa na amesema haitowezekana. Ya mtu wa kuzuia hilo lisiwepo ni yeye Felix. Ndio maana katiba inatakiwa igeuzwe, maana katiba ilikuwa na vipengele vingi ambavyo ni vibaya. Asante sana. Usiku mwema, usijali kuhusu vita, na wewe usikose kwenda Kikonde. Tuma mtoto wako aende Kikonde. Kwa kutokwenda Kikonde ndio maana mtu anafyatulia mtu risasi, unajiuia kama unavyotaka.
na hiyo sio kawaida na iruhusiwe katika VDP. VDP ni mtu amejitolea kwa sababu ya ulinzi wa nchi yake, na mtu amejitolea kwa sababu ya ulinzi sio kulinda udongo peke yake, ni kulinda udongo na vilivyo juu ya udongo, mali, watu na kadhalika. Kwa hiyo serikali, fanyeni mpango wenu ili kuhakikisha kwamba aliyeua huyu mtu naye amefikishwa mbele ya vyombo vya sheria na kupata adhabu yake kama alivyoitaka yeye mwenyewe. Asante na mchana na asubuhi njema. Bonjour grande famille. Bon, mimi nakuya jibia message moja yenyewe mimi nasikia msheni ya SNPCC ya mzee ya Kotumba. Ni information moja ya huzuni sana juu ya motare moja mwenye alipigwa masasi ngambo ya Sud Kivu, kule msud Kivu Uvira. Message yenyewe natosha machozi sana tena sana. Mimi naona ni kiana mwenye angali mtoto kidogo mwenye alipigwa masasi, lakini nilikuwa tu ni kujibia huyu ndugu mwenye amepana ile habari. Anaongea mzuri sana, anaongea mzuri sana. Kama tulikamata silaha ni juu ya hawa wa population, ndio betibaliache tunakamata silaha juu kwa proteger na kubatetea. Lakini kitu moja chenye nitamkumbusha, mbona msukumi message na imufike kule ndugu yetu ule msemaji, message mufikie. Kitu kimoja chenye alisahau ni kile kia kusema na kitu chenye apime changer malangaji yake, asikuwe nafanya message na iko na cible ama iko na pointe kabila fulani, ase Bafulero, Bavira, bitu ya sana vile, epi na kutaka keno mouvement ya mutu fulani ashanje kile kitu, ashanje antuka ashanje ile system. Kama elema wa makanaki anafanya kosa, sio kusema keno ni makanaki ama mouvement ya kabila yake njo yenye inafanya makosa. Sie bote tuko ba VDP, si bote tuko ba volontaire, si bote tuko ba zalendo. Bien sûr tunajua kama kuko ba zalendo benye ni bali infiltre mukila niveau yote jua kuharibisha reputation ya watu na kufanya population ituchukie si bazalendo, ione kama tuko babaya, heri kuishi na adui kuliko kuishi kwenye bazalendo bako. Tunajua kile kitu, lakini acha sema na kuna piga kifua keno sie babembe njo mukue sawa na sie babembe. No, hapana. Banasema bien si banasema tunase hakuna jeshi mbaya, kiongozi njo mubaya, tunajua. Lakini jua ukumbuke pia kama kila kabila ama kila mouvement yoyote inakuwa ndani bayangu na balevi na bavuta bangi. Chenye ungelisema unaita kiongozi wa ule mtu amukamate, kama ni kumexecute mchana yote mzima, ionekane kumacho ya batu yote, juu ikwe fundisho. Ungelisema vile, ungelisema kama benye bashef bakuwe makini, soda mwenye banajua kani mulevi asikuwe nagusa silaha, akuwe nakuwa mtu wa kutuma tu mbele ku ligne de front, anakamata arme wakati ya kazi, hapana kumpatia arme na iko mumugini. Ungelisema kile kitu. Usiseme keno sie babembe tuko bien, sie no. Tunapataka vya mingi vyenye bana dekraka ba population, vyenye ba elema ya SNPCC banafanyaka, bana waka ba population kutatiza watu ovyo tu. Me hatuwezi sema keno elema wa SNPCC batu ya SNPCC ndio kuna no, hapana. Kosa ni ya mtu binafsi, na hakuna unite hata mu FARDC, hata musie bazalendo, hata mu mouvement gani. Hakuna mouvement yenye tezona keno yenye ikwa mo batu tu bote bako na ideology moja, hapana. Na ile kusema keno basi kuna patia makabila zingine, basi kuna patia wafero ma armement umbi bana bakamata leo arme banazikika. No, acha ile langage. Pardon. Nikizani mSNPCC haiko ya babembe, hapana. SNPCC haiko ya babembe.
CNPSC ni mouvement ya bakongomani bote, kila mwenye anajisikia akwe ni mushi iko mu CNPSC, akwe ni muvira iko mu CNPSC, akwe ni mufuleru iko mu CNPSC, ikwe ni mungala iko mu CNPSC. Acha fanya ile kamp ile ya kusema keno ya movement ni ya no, hakuna chama ya kabila yenye kupale hapana. Ba VDP si wote tuko na vision moya. Si jinsi FARDC inakamata 450 na sie vile vile bawaza tuko na ile 449 tribu, parce que si akaona depuis ni kuwe si aona kama mouvement ya wazalendo yenye ikwamo mutusi hapana, si aona kama fasi nyingine banakuwa kama si aona kama mutusi mu wazalendo hapana. Lakini tunasema kino 449 tribu zote zinachangana mu wazalendo. Alors kisha anza soulever que non CNPSC ni ababembe tu pale unataka créer ita faire décourager bengine bako mu CNPSC. Unielewe na uchange langage. Kama mtu anafaa kosa ni mtu akuadhibiwa fara jinsi mtu anakufa maiti, tunaona maiti yake shibote kwa reseaux sociaux fasi yote. Vile mwenye alifanya ile kitendo naye ni kumkamata, kumuexecute mchana kati, batu yote banaona vile maiti yake. Itezi consoler et puis kukua mafundisho kwa patriote wengine. Merci beaucoup. Hii message muitumie ule ndugu ule journaliste mwenye alituma ile message mu groupe ya CNPSC ya kusema kwamba Bafuleru na Bavira kama watu gani aseme bana kama asibo sitaongea vya mingi, mais changer langage. Mnisaidie mutumie message imufike hapo. Merci beaucoup. Ni wenu Komanda Bahati.